Okay, tunaonga pale pale katika episode ya 6. Sasa kila mtu ameweza kurejea katika uhalisia wake. Binti aliweza kuwekwa mtukati na jamaa mmoja ambaye kwa sasa bado hatujapata utambulisho wake. Anasema nijua kwamba ni Gidong, lakini kwa namna ambavyo amenielezea imeniridhisha kutambua wewe. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu alishindwa kujizuia kwa wakati na sasa aliweza kumfuata binti. Anasema hakika ni wakati ambao nilikusubiri tu na nilijua kwa muda wote ule utaweza kurejea. Na kwa sasa mwamba aliomba kitu kimoja tu. Anasema ni wakati ambao nahitaji kupata kumbatio lako kwa muda mchache tu kwa sababu nilikumisi sana. Anasema mbona ukusemaga mwanzo kama kuna namna unafikiria ya mambo haya. Mwamba kwa sasa alikuwa na zaidi cha kusema. Lakini pia upande wa pili kwa mtu anasema utulie mchukulia ni mtu tofauti zaidi. Na Gidong hawezi kuhusika na mauaji ya chifu kansela. Ina maana kuna mchezo mwingine tofauti na huo. Mzee mzima anamwambia anahitaji kuonana na Gidong. Lakini mtu ambaye anatoa oda ni kwamba amevalia licheni fulani katika shingo yake. Ila upande wa pili mkali anakutana na mzee mzima. Arambia sijajua kiasi gani lakini kwa sasa na mashaka sana naye. Moja kwa moja Charlie alimfuata mzee mzima na kumpa mwongozo wa kile ambacho anakijua au kile ambacho anakihisi kwa huyu mtu ambaye anaitwa Grand Prince, kwa sababu anaamini kwa wakati huu kuna kitu hakijakaa sawa zaidi. Hata hivyo alimuonya binti sana na kumwambia sio muda mchache atakwenda kumfanya Grand Prince atubu kwa kile ambacho anaweza kufanya. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu amerejea department kitengo kwa ajili ya uchunguzi wa kesi yake. Upande wa pili kabibi kaliomba kutana na ex wake wa zamani na mambo yaombea sina kipingamizi kwa njia ambayo umeichagua. Lakini pia upande wa pili wasomi nao walikuwa wanaleta mdomo sana wakidai ya kwamba Gidong ana muunganiko na Grand Prince, hivyo kwa sasa anaweza kuchukuliwa hatua. Mzee mzima aliweza kumuita, huyu anamuita secretary. Anasema anafurahi sana kwa sababu naiona njia ambayo unaitengeneza kuhakikisha unafikia kile ambacho unakihitaji. Lakini naomba nikumbushe kitu kimoja tu, kwa sababu yote ambayo ilifanyika ulikuwa ni wewe. Na hata hivyo ile document ambayo ilikuwa na mahusiano vitu vyote vinavyohusiana na chief counselor inaonekana uliitambua vyema. Anasema kwa hiyo kwa wakati wote ulikaa kimya. Anasema ngoja niangalie juu ya amri yangu ambavyo ndaipangilia kwako kwa kile ambacho umeweza kufanya. Lakini bila kusahau na imani ya kwamba watoto wako umewafundisha ni like a father like a son. Wafundishe namna ya kubehave vyema kwa sababu kuna muda itawakosti. Sasa upande wa pili kwa mfalme kwa sasa ni kama anajisikia vyema zaidi. Alipata ghadhabu sana kusikia kwamba Chief Secretary Kim ameweza kumwataki mdogo wake. Ambia kwa wakati mwingine usifanye kitu pasipo oda yangu kwa sababu utakuja kunitengenezea shida. Mzee mzima maneno alimkaa sana kwenye kichwa. Anasema sasa ni wakati wa kuhakikisha tunauwasha moto kwa namna nyingine. Hatujui namna gani ambayo anazungumzia. Lakini pia Queen Mother aliweza kufika na kumuonya sana kijana kwa kile ambacho alikifanya kwa mtoto wake. Basi katika kitengo department yuko binti na mzee mzima, kumbuka wanafahamiana vyema tu kwa sababu kila mmoja alikuwa anatumia mwili wa mwenzake. Anasema kwa wakati huu sina nguvu sana kuweza kukulinda, lakini ungeweza kuniambia masalia ya vitu vichache ambavyo ulivitambua pindi ambapo ulikuwa ndani ya mwili wangu. Hiyo inaweza kanipa mwanga tu wa kujua nini naweza nikafanya. Lakini mimi na kitu kimoja tu ambacho nilifanikiwa kukipata kwa wakati wote nikiwa na utumia mwili wako, na chenye ni kama kitu cha msingi sana. Lakini binti alimwambia mtaalamu kitu kimoja kama Samida. Anasema kwa saizi una sound vyema zaidi ila ungekaa mbali na ile biashara. Pande wa pili mtaalamu alisema kitu kimoja tu. Huyu Grand Prince ana uhusiano wa karibu sana na Gidong na hicho ndo kitu ambacho naweza kukiamini. Hata hivyo mama aliweza kukutana na kijana wake na kumwambia kwa sasa anatakiwa ampatie adhabu yule kijana ambaye aliweza kumfanyia kitu kama dharau. Anasema basi nitafanya kadri utakavyo mama. Tunakuja upande wa pili katika eneo la soko. Kabinti kayunjio sasa. Kamerejea kitengo anakuta watu wanambamba. Shida kuna ugonjwa ni kama umeingia. Sasa kwa binti akiwa upande wa pili na Queen anamwambia kitu kimoja tu. Elimu kwa sasa yuko tayari katika mchakato wa kugombea nafasi ya kuweza kuolewa na Grand Prince. Lakini brother wake alimaindi sana kwa sababu aliona kama dogo ameweza kuzingua kukataa kile ambacho anaweza kufanya. Moja kwa moja mzee mzima aliingia katika upelelezi wa kina zaidi
kwenda katika lile kaburi ambalo alikuwa amefikiwa huyo mtu ambaye anaitwa Gidong. Na baada ya kufika katika lile eneo walikuta ni kwamba kaburi liko empty, yani mzigo ni kwamba ulikuwa upo, ila kuna mtu ambaye ana alama katika kiganja chake cha mkono. Mtu huyo anaonekana ndo alihusika na hiyo shughuli ya kufanya vitu vyote. Basi mzee mzima alimwambia kwa wakati huo Prince ukweli wa jambo ambalo anaijua. Anasema anajua kwamba bibie ndo Gidong, na hiyo nilitambua muda mrefu tu, kwa hiyo usije ukaniweka mjinga au boya kiasi hicho. Anamwambia Daichu, natakiwa utulie bwana, au ni masuala ya kinafsi. Anasema basi kama unahitaji nitulie, tafuta namna ya kuweka mambo yakae sawa zaidi. Anasema babako ndo alikupa oda ya namna ambavyo unaweza ukajichukulia hatua kwa kile ambacho uliweza kukifanya. Lakini mzee mzima akiwa anahitaji kuondoka, Mamba alimwambia kitu kimoja tu. Anamwambia juu ya Ong Yujo, yule ni mwanamke ambaye ameolewa, yani binti. Sasa anasema ingekuwa ni vizuri kama hiyo busara yako ungeweka mbali na familia yetu. Mamba asema sijajua kwa hicho ambacho unafikiria. Sasa upande wa pili binti alikutana na kale kabinti ambako kalikuwa kanatakiwa kaolewe na mtaalamu. Kaliko ikataa ndoa. Anasema nafikiria kwa wakati huu tunaweza tukawa marafiki, hiyo itapendeza sana. Anasema sioni kama kuna kitu ambacho kinaweza ikashangaza zaidi ya mimi kuwa na urafiki na wewe, kwa sababu tunaweza tukafikia mambo mengi sana. Pande pili kwa mzee mzima na gazap sana. Anasema nilikuwa sina chaguo. Sasa ulikuwa unachagua kwa nini ufanya kitu cha kipumbavu namna hiyo? Mzee alimpatia adhabu na mdogo, lakini hata hivyo aliweza kupatiwa dawa na matibabu. Lakini hata hivyo Mamba alimwambia kitu kimoja tu, ya kwamba binti ndo ameweza kumpatia ile dawa. Mamba anagaza sana. Aliona binti ambavyo anamhangaikia, lakini sasa ya kutosha kuamini ya kwamba mtu huyo yuko upande wake. Anambia kwa hapo ambapo umefika, sihitaji tena usogelee. Wewe sio miongoni mwa watu wa familia yangu, na usipoteze muda kujifanya una upendo. Matatizo yangu ni matatizo yangu tu, kwa hiyo kaa mbali na njia yangu. Na hilo ni kama onyo na kupatia tu, na sitajali kwa wakati mwingine kwa hicho ambacho nakimaanisha. Tunarejea pale. Si leo mfalme anahitaji kutoka kidogo na Charlie ndo anapatia katika kitengo, lakini alisikia kwamba chief secretary naye anaondoka, hivyo kuna namna akajua tu bibi atakuwa katika hali ya matatizo. Lakini pia mzee mzima alikuwa amerejea kidai kwamba alipatiwa barua ambayo inazungumzia masuala ya kuolea. Mamba sasa anaona ndo muda wa kumshenyenta binti. Asijue binti ni mashine ya kwanza. Alifinywa, lakini ghafla kuna betu ilitupwa na nani? Ni Mwamba huyu hapa. Anasema ilikuwa ni makosa tu. Target yangu ilikuwa ni kuchapia kichwa. Binti anambia acha kwa hicho ambacho unafanya. Usifike mbali kiasi hicho. Anasema siwezi kumwachia mtu aendelee kukufanyia vile ambavyo anaweza, lakini kwa sasa naomba nitoe proposal langu tu. Hii ni ombi langu la kuhitaji kukusaidia wewe. Anamwambia binti kwa wakati kwamba lazima nihakikishe natengeneza njia ya kuweza kukuoa. Ilikuwa ni kauli ya mzee mzima ya kwamba lazima amuoe bibi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajili chali yangu? Usiguse kidude, mambo inaunganishwa kibabe zaidi. Tunapiga episode 2 kwa usikate tamaa. Tunaunganisha katika episode inayofuata hapo. Usiguse kidude. Wow. Mwamba anasema anahitaji kumwoa binti, lakini kuna mtu anaingilia biashara. Anamwambia haiwezi kuwa hivyo. Wewe Badman. Okay, usiguse kidude. Tunaonga pale pale tulipoishia chali yangu. Anasema hawezi kutoka kwa sababu tayari ni miongoni mwa familia yetu. Mwamba alimwambia Daichu nipatie panga. Huyu chali anahitaji kuchallenge na mimi. Kumbuka mzee mzima elewagi, lakini ghafla alifika baba mlezi. Basi wote waliweza kuwekwa nje tu, na binti anahitaji kuteta na mzee mzima kwa kile ambacho kinaendelea. Watu wote ni kwamba kwa sasa ni kama wanampenda bibi. Sasa Mwamba ndo kama anachanisha. Mwanaume hata hivyo aliweza kumfuata binti tu kwa nyuma, na hata hivyo binti anaonekana alikuwa ni mtu ambaye amejaa huzuni sana kwa wakati huo. Asitambue nini anaweza akafanya. Alipita maeneo fulani hivi kama maeneo ya Sabasaba,
au ya 8 tu, japo ajiliwaze na kuweza kupata furaha, kwa sababu kwa sasa anaona kama mbingu zinamhukumu apate kile ambacho anastahili. Ni wakati ambao ajielewi nini anaweza akafanya na nini anaweza akaacha juu ya kile ambacho anakutana nacho kwa wakati huo. Japo alimwambia mkali ya kwamba yeye ni mjane, ila mwamba alisema hiyo ajali, anachohitaji ni kumuoa tu. Basi mwamba alifika katika maktaba kamoja hivi ka vitabu. Anasema na maana ulikataa juu ya ombi ambalo nilikupatia kwa wakati ule. Najua yote ambayo yanaendelea. Binti asema basi ngoja tuangalie kwa namna ambayo unaitaka wewe. Na ni kuhusiana na ile proposal. Hata hivyo pande wa pili wazee wazima wakiwa wanateta jambo, alimuuliza kitu kimoja Charlie juu ya njia ambayo anafikiria kwa sasa. Sasa mzee mzima usiku akiwa anarejea, aliweza kukuta ile barua ambayo iliandikwa na Prince Doll. Agripia upande wa pili mzee mzima aliweza kugundua kitu kimoja cha ajabu sana. Aligundua Ongmin ni mtu ambaye aliweza kuchomolewa katika kitengo, yani department, kwa makosa machache tu, na hata hivyo ana uhusiano mkubwa sana na bibi. Sasa kubinti aliweza kurejea department katika kitengo ambacho kinaitwa Ayamaeso. Maseo pale. Anasema kila mtu amefurahi, lakini sasa vipi kwa uvumi wa juu ya ugonjwa ambao unazungumziwa katika taifa kwa sasa? Lazima tuweze kupatia majibu. Basi binti akiwa anatoka majira haya usiku, pia akiwa na mkali mzee mzima, waliweza kukutana na mzee Ongmin. Mzee aliomba kidogo atete nao kijana, kuna jambo anahitaji kumwambia. Anasema nichelewa sana kuweza kuyatambua mambo mengi sana. Lakini vipi sasa kuhusiana na hii kitu ambayo inaitwa marriage proposal? Ombi la kuomba uweze kumwoa binti. Anambia kwa sasa itawezekana hiyo kitu. Na ukitaka kumlinda binti tu, hakisha unakaa mbali na bibi. Na hilo swala nisha kuonya sana. Kama utangangania, tawaambia binti kupitia ndoa yako itaweza kuchukua maisha yangu. Hivyo mzee alimuonya Charlie na kwamba akae mbali sana na binti. Hata hivyo mwamba alivunga tu kama hamna kitu chochote ambacho kimetokea pindi ambapo alikutana na binti. Lakini sasa kwa wakati huu tayari moyo wa binti nao umeshaanza kufunguka kwa mtana. Lakini mwamba hakutaka kumfanya binti ajisikie vibaya zaidi. Hata hivyo alizuga ya kwamba kwa sasa anaweza akawa busy sana na masuala ya kusoma kuhusiana na vitabu fulani vya kiheshimiwa. Hivyo anasema ni pati ya maisha yake. Lakini kikweli ni kwamba kwa sasa mtaalamu anataka mkwepe binti. Pande wa pili kwa mzee mzima Young Master, mzee wa mawazo mengi sana, mkali ambaye alikuwa department tu, naye anawaza vitu vingi sana juu ya hatima ya maisha yake na hatima ya maisha ya bibi. Kumbuka naye anamuelewa sana binti. Sasa binti akiwa amerejea leo, anashangaa kuna vitu vinaambamba katika akili yake juu ya kumbukumbu za mtaalamu, na sasa ndipo alipogundua kwamba aliweza kuiangusha ile barua. Amerejea kwa akiwa anaitafuta sana. Anasema itakuwa kwa upande gani? Lakini ghafla aliweza kufika babake Mr. Ongmin. Anamwambia nini ambacho anatafuta kwa wakati huu? Ina maana umesahau kile nilichokuambia kwa mara ya mwisho? Sasa bibie hakuelewa nini ambacho mzee mzima amemaanisha. Lakini sasa upande wa pili kwa kale kabinti kaliweza kupata ujumbe kutoka kwa Queen Doage, yani Queen Mother, mama yake na mzee mzima. Mama leo alimuita kijana wake, kuna jambo alikuwa anahitaji kuweza kumwambia. Anasema binti kutoka Shin family, yani Lemu, ni mtu ambaye muhimu sana katika maisha yako. Hivyo unahitaji kuwatengenezea muda wa pamoja ili tuweze kudiscuss mambo fulani ya msingi sana. Anasema mimi sijafikiria swala la engagement na huyo binti kwa wakati huo. Kwa hiyo ilimshtua sana mama. Na hata hivyo binti alihisi kuna vitu havijakaa sawa zaidi. Sasa anatoa ya kwamba bibi ambaye anafahamika kwa jina la Ongmin, yani Yu Onjo, popote alipo aweze kutafutwa, kwa sababu kwa wakati huu ni kama ana drive akili ya mtoto wake. Na mwamba upande wa pili sasa amefika katika eneo moja maalum sana. Haya ni yale ambayo tutakuwa nao katika episode inayofuata tu, kwa sababu kwa sasa binti yuko pembeni kwa kitengo akiwa anafanya kazi moja ya kuweza kuwasaidia watu ambao wamekutwa na ugonjwa. Lakini mwamba ndo amefika, anatakiwa isambaze ile department au kitengo ambacho kinahusiana na yale masuala ya matibabu ya watu kama kambi hivi. Mwamba